kwamba in Kenya kuna uhuru na kuna uhuru wa kujieleza. Endelea. Kuna uhuru wa kujieleza. Wamwache tu. Wanamwacha ndani ya ukuje hapo. Ubika. Bana hapa nasema kwamba kuna uhuru. Wewe uketi akita kama. Obed dong jibedo kanya na mume dong mawacho. Magolu mimi no bedo. Akae hapo kae tu. Acha jiketi yake. Bera kanyo. Obed kanya lakini kikobika. Kae obiro tu. Order members. Mnafika? Nilikuwa nasema kwamba Kenya kuna uhuru. Kuna uhuru wa kuongea na uko na uhuru wa kusema chochote ambacho kwa roho yako unafikiria kusema mbele ya Kenya hii. Hakuna mahali popote unazuiwa kuongea chenye unafikiria katika roho yako. Mr. Speaker, tukiongea mambo ambayo yanaendelea sasa hivi, iwe wakina Sifuna, iwe wakina ODM, nataka kuwakumbusha Wakenya kwamba hii Kenya, siasa ya Kenya tumeona vituko na tumeona maneno. Na hii si mara ya kwanza na we shall be in record, Mr. Speaker. Wakati William Samoei Ruto, my party leader, alipokuwa anatafuta urais 2022, tuliona mambo mengi na tusikia mambo mengi. Kuna mwanaume alikuwa anaitwa David Murathe. Murathe akitembea kwa TV kila mahali Kenya hii, ilikuwa ni matusi kuhusu William Samoei Ruto. Baada ya kupata uongozi wa nchi hii chini ya UDA Kenya Kwanza, kuna mwanaume anaitwa Jeremiah Kioni. Yeye alikuwa akitembea kila mahali kwa ma-TV na ma-radio, anaambia wananchi kwamba William Samoei Ruto serikali yake haiendi popote. Nataka kuwauliza Wakenya wazalendo, hawa wanaume wawili ambao nimeshataja wako wapi? Unasikia David Murathe wapi? Unamsikia Jeremiah Kioni wapi? Sifuna anatumiwa. Na nimesema basi mara ya kwanza, I'm repeating it again. Sifuna anatumiwa na wanasiasa. Na nasema hapa kwamba Sifuna na grupu yake wako na interest yao ambao wenyewe wanajua. Watakapofaulu wakimaliza, wewe mwananchi wa kawaida unadanganywa. Unaenda pale kwa mkutano yao, unapigwa risasi, unaenda in the name kwamba William Samoei Ruto anaua Wakenya. Yeye amekuambia kwamba tunataka utoe William Samoei Ruto. Enda uulize Sifuna na kina Babu Owino. Go and ask them one question. What agenda do you have? Unataka wewe ututoe mtu fulani. Ni nani anakuja kuingia? They can't tell you. They tell you Kasongo must go. They tell you huyu mtu lazima atoke. Wanakuambia ni one term. Lakini agenda hawakuambii. This is the people unakuja kutuambia kwamba order we. Unajua mimi uko na swali. Sipendi kuongea ukiwa huko. Uko na swali? Analeta kelele. Mimi nataka kuweka order. Mwenye Gogofla ameuliza swali. Sisi tumemjibu. Mnastika nilikuwa nasema hivi kwamba hii kelele unasikia ya watu ambao wanataka kutembea wakikwambia kwamba wanakuja kukomboa wewe mwananchi. Nataka nikukumbushe, nataka nikuambie leo hii na utanikumbuka, hakuna ukombozi wowote ambao Sifuna anakuletea. Sifuna ameweka pesa kwa mfuko, anakuja kudanganya wananchi kwamba anataka kuchukulia wananchi. And that is a fact. Sifuna anadanganya wananchi wa Kenya. Akuja open na ambie wa Kenya ana jina gani kwa wananchi wa Kenya. That is number one. Number two, Mr. Speaker, Sifuna asitembee mahali popote akitusi viongozi kutoka wa Uluya. We have Musalia Mudavadi, we have Moses Wetangula. We don't recognize Sifuna. Sisi hatutambui Sifuna kama Waluya. Sifuna hatatosha. Sifuna anatumiwa. Sifuna ni muongo. Sifuna anadanganya wa Kenya. And we don't want that thing. Sifuna akuja ambie wa Kenya anataka nini? Kama anataka urais, akuja ambie watu anataka urais. Mtafika mambo ya kudanganya watu na propaganda za uongo. We don't want this country and that's a fact. Sifuna nampatia miezi 4 will be a nowhere. Hamtamsikia kwa taifa la Kenya and that's a fact. Mtafika number 2, Mtafika mambo ya ODM. Mtafika nilisema hapa kwamba chama cha ODM, mwenye chama cha ODM
ODM alienda Ngongomeo, Mr. Speaker, hayupo na sisi, Mr. Speaker. Nataka kuambia Wakenya haswa wanachama ODM, nataka kuambia kwamba wakati tunakaa katika meza ya mazungumzo ya chama cha UDA ambayo ni chama changu, I want to tell them wasikuje na mambo ambayo yanatuelekeza what we should do to them. One, we have our party leader ambaye ni William Samoei Ruto. Number 2, deputy party leader ambaye ni Professor Kindiki. We are not negotiating anything on that. We are saying we are not negotiating anything on those two positions. Wao wakikuja, they come like either a person, we talk, we shall give them what we have, Mr. Speaker. Kwa sababu 2022 tumeshinda uchaguzi bila ODM. So we don't recognize bila kitu tukue na wao. Watupatie vikwazo. So we are telling them wakuje with clean hands. They clean in utmost good faith. Wasikuje watuletee vikwazo, Mr. Speaker. Lazima, Mr. Speaker, Singapore tunaenda. Singapore tunaenda. Wewe ukitaka kubaki, baki na kina Sifuna. Wewe baki na kina Babu Owino. Babu na Sifuna wako, ukikaa huko Ngada, ngoja kanuni yako ifike uende.